kutekwa na wanaojiita wasiojulikana. Ila mimi kuanzia sasa, kwangu mimi sitakaa niamini kama liko genge ya watu wasiojulikana, kwa sababu hata Mlilo amezungumza ukamatwaji wangu alikuwa haujui wakati polisi wale wako chini yake. Ninaamini kabisa kama ziko baraka za serikali wachukue hatua katika mamlaka zinazohusika, lakini upotoshwaji ni muhimu ukasimama ili tusilipeleke taifa ubaya. Ndugu zangu, tumekuwa tukiitana tukijadili habari ya genge la watu wachache ambao wana misbehave misimamo ya chama chetu. Na hii kauli ya no reform no election, inawezekana wako viongozi wakubwa waandamizi kwenye chama waliisapoti wakiamini wanakwenda kupanda gharama dhidi ya viongozi wa CCM kwa kutuuza maelfu kwa mamilioni ya Watanzania, kujifanya wanatoka hadharani katika ajenda ambayo hawawezi kuishi. Sasa kwa kuwa Mungu ana makusudi yake katika taifa ambalo lina utajiri, watu tunaishi kama vibarua, uchaguzi wa tarehe 21 mwaka huu Januari uliofanyika Mlimani City umetafsiri viongozi madhubuti wanaosimamia ajenda kikamilifu hawakuwa na unafiki ndani yake wa kupanda bei, na ndio sababu leo tunapita katika mateso makubwa, kwa sababu wengi waliamini tunabibu. Naomba kutoa wito, mimi binafsi na wanaoamini katika haki, tutakuwa nyuma ya viongozi wetu. Weza inanyesha, inawaka, kwa staili yoyote kadri itakavyofaa, kuhakikisha tunayapigania malengo na utaratibu tunaokuwa tukiulilia wa kuheshimisha haki ya mpiga kura, wajibu, utaratibu na misingi yote ya kiuchaguzi inafanyika kuwa ya huru na ya haki. Pamoja na katiba hii ya 77 na madhaifu yake yote, ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano hii ya 77 inazungumza uhalali na hiki tunachokiita no reform no election. Ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kunukuu, ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. 2. Lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Pamoja na madhaifu yote ya katiba hii, ibara ya 8 inajenga msingi, mamlaka yote iko mikononi mwa wananchi. Hatutakwenda kwenye uchaguzi kama taifa ikiwa ukanyagaji wa katiba unafanywa hadharani. Na haya mambo tumekuwa tukizungumza, na kwa kuwa yanajirudia lazima tukazie kila siku, kwa sababu ndio yanatufanya tuteswe na tutupwe kwenye mapori yasiyojulikana na tutajwe kama vibaka wahuni kwenye taifa letu. Haiwezekani tuende kwenye chaguzi leo, wote mnajua CCM wameshapata makamu wa rais, na wakati huo yupo Philip Mpango ni makamu wa rais, na analindwa na usalama wa taifa kama mgombea mwenza leo. Yani wao uchaguzi ulishaisha, halafu watupeleke kwenye uchaguzi. Ni mwenda wazimu peke yake anaweza kuona jambo hili liko sawa. Mtu tunayekwenda naye kwenye ushindani, mwenyekiti wa CCM, ndio anayechagua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ndio anayemteua mkurugenzi wa mwenyekiti wa mkurugenzi ambaye anahusika na masuala ya usajili wa vyama vya siasa. Na juzi kwa mfano ambao mtakuwa mmeona kwenye mitandao ya kijamii, na jambo hili ni muhimu tukaliweka sawa, wenye mamlaka wakaona. Ni jambo la aibu sana. Kuna nyimbo moja ina trendi kwenye clip
ile iliyokuwa ikiimbwa kwenye vita Idi Amin, kwamba Idi Amin akifa Sitalia atatupa mwili wake wapi? CCM wameuimba wimbo ule. Leo msajili wa vyama vya siasa hajawaandikia barua wala mahala popote kutoka hadharani kuzungumza nyimbo hiyo inayoimba wapinzani wakifa CCM haitalia na badala yake itatutupa baharini tukaliwe na mama. Katibu mkuu wa CCM juzi anatoa rai ya majibu mepesi sana kwamba walikuwa wanaimba wale wana CCM kwa raha tu kwa sababu wanakipenda chama chao, ila sasa na wasiimbe haileti maana. Msajili wa vyama vya siasa hajatoka hadharani. Mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi hajatoka hadharani. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi hajatoka hadharani. Leo maneno ya Mheshimiwa Lissu ya msimamo wa bila mabadiliko, taifa litakwenda kwenye uchaguzi, anakuwa kesi ya uhaini. Amos Makalla CPA, katibu mwenezi wa CCM, amezungumza tuna operation ya tone tone kukusanya fedha tukanunue virusi ya magonjwa kuja kwenye taifa letu. Wapi mmeona akiwajibishwa Amos Makalla? Nimewaambia hapa tukiwa kwenye mahakama ya Kisutu, nyinyi waandishi wa habari wenzetu tulikuwa nao wamepigwa, wameteswa. Nani yuko salama? Tulikuwa tunapigwa wanasiasa. Watu wanaona fair. Sasa imekuwa zamu leo ya viongozi wa taasisi za dini. Wanaambiwa wasiingilie siasa wakati rais yoyote anayeapishwa wewe atashika masafu ama atashika Biblia. Kwenye jambo hilo haitaji kuwa anaingilia dini na anaonekana ni mtu fair sana, na ikitokea askofu yoyote akapongeza serikali ataambiwa wa viongozi wana hekima sana. Akikosoa anaonywa asiingilie masuala ya kisiasa. Hao tunaopotezwa, tunaoteswa, tunaouawa ni waumini kwenye majengo ya hizo nyumba za ibada za hao maaskofu wetu. Sasa leo naona dalili za kupona, sababu tunaanza kulia waumini mpaka wenye wanaotusalisha. Wote tunapigwa na watu wanaojiita wasiojulikana, lakini kwa mimi nilipigwa na jeshi la polisi. Hii ya Faza Kipima watu hawajulikani, ya Mdude Nyagali watu hawajulikani, hii ya kwangu na wenzangu ni jeshi la polisi. Sasa nataka kusema kwamba katika utaratibu huu hatutakata fumbie macho. Sasa pia katika hili, kwa sababu nimesema haya mambo yanatufikisha mbali, binafsi sitachoka wala kuchelea kukabiliana na yoyote mwenye element of dhidi ya chama changu. Sasa wakati tunaendelea na haya mateso, wakati CCM inataka kutuhamisha kwenye agenda, haya mambo yanatokea haya. Naomba nimwambie, sikilizeni. Ni kulipeleka taifa kwenye hofu, kuhamisha watu kwenye agenda ili mambo yao yaende. Wakati tunafanya hayo